Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili mzima. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo ilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, leo kanisa linaingia katika siku tatu muhimu. Siku tatu kuu muhimu: Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Siku ya leo ni ile siku muhimu sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Ni siku iliyobeba mafundisho mazito na wosia muhimu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao hadi leo kanisa linaendelea kufanya na kutafakari kwa kina. Ni siku ambayo Yesu Kristo alivua utukufu wake, kama tutakavyoona baadaye, na kuvaa utumwa kwa kuonyesha maana halisi ya upendo kwa vitendo na nadharia. Leo pia ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia chakula cha uponyaji ya utapia roho wetu, ili tuwe na afya ndani na katika yeye. Chakula hiki si kingine, ni Ekaristi Takatifu. Ndicho kiini na uhai wetu, umoja wetu, mshikamano wetu na undugu wetu katika familia. Leo pia kwa namna ya pekee Bwana wetu Yesu Kristo aliweka sakramenti ya daraja takatifu kama mwendelezo wa huduma hai na upatanishi kati ya Mungu Baba yake na yetu na sisi wanadamu. Kesho tutatafakari fumbo zima la mateso na kifo cha msalaba cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa ndipo kwenye hitimisho zima la safari yetu ya ukombozi. Hapa ndipo kwenye ushindi wa mauti na mwelekeo wa umilele.
Hapa ndipo sote kwa utofauti wetu twafanywa upya na kuwa wana wapendwa wa Mungu. Hapa ndipo mimi na wewe kama wafuasi wa Kristo twajivunia Ukristo wetu, kwa sababu kuna maisha tena ya umilele baada ya kifo kilichopigwa mwereka na ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya dhambi. Na Jumamosi Kuu, ndugu zangu wapendwa, tunatafakari kwa shauku kubwa maajabu ya Mungu ambayo kwetu bado ni fumbo lililotandwa na giza nene. Hapa ndipo tunapoona ukimya mkuu ambao tangu ulimwengu kuumbwa haukuwahi kutokea. Ni ukimya mtakatifu. Ndugu yangu, baada ya kuona kwa ufupi nini maana ya siku hizi tatu, tunarejesha sasa kwenye tafakari yetu ya leo ya Alhamisi Kuu. Ndugu yangu unayesafiri nami katika tafakari hii, leo tutazame zaidi katika neno hili, karamu ya mwisho ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Ndugu yangu, nakualika tuzame pamoja, tusafiri pamoja katika tafakari hii kwa kutafakari maneno haya, karamu ya mwisho ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Nguzo tatu za uhai na umilele, kielelezo cha upendo wa kweli, chakula kwa uponyaji na utapia roho wetu, daraja takatifu, mwendelezo wa huduma, uhai na upatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Karamu hii ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ilifanywa kipindi na wakati wa maandalizi wa maazimisho ya kila mwaka ya Wayahudi kukumbuka siku ya Mungu aliyopita juu yao, ikiwa ndiyo maana halisi ya Pasaka, kuwakomboa kutoka utumwani Misri. Mungu aliyejaa huruma na upendo anasema, basi na yatosha kwa mateso ya taifa lake, taifa teule. Na sasa anawatangazia uhuru wa kweli, kuonyesha kuwa yeye ndiye Bwana na ameshukizwa na vitendo viovu vya Wamisri walivyowatendea wana wa Israeli. Kupita kwake juu anatoa adhabu kama kielelezo cha kukomesha uovu wa wana wake na taifa lake teule la Israeli. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Kutoka, tunasoma hivi: maana nitapita kati ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 12. Adhabu hii inatufungamanishwa na mwanakondoo, damu ya mwanakondoo huyo asiye na mawaa wala dosari ndicho kitambulisho thabiti cha kuwafahamu wana wake wateule, wana wa Israeli. Hivyo ishara hii inawekwa kama utambulisho na utambuzi wao wakati Mungu akitandaza adhabu hii kwa Wamisri, na ile damu itakuwa ishara katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakalo waharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 13. Ni mpango wake Mwenyezi Mungu tangia kuumba ulimwengu, na hivi Mungu analiweka wazi jambo hili. Na kitabu hiki cha Kutoka tunaendelea kunukuu. Anasema, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyake vyote kwa amri ya milele. Kitabu cha Kutoka sura 12 aya ya 14. Ndugu yangu, leo naweza kuona haki zetu zinavyopindishwa na wakati mwingine kunyang'anywa kwa ujanja na mawakili wadanganyifu. Hakika kwa yeyote yule mwenye kupindisha sheria ya Mungu ili kupokonya haki ya mnyonge, Mungu atamfumbia macho kamwe. Ndugu yangu, ni katika mtazamo huo, hiyo ilikuwa Pasaka ya Kiyahudi. Na katika mwendelezo wa historia ya wokovu wetu, twaweza zama ndani
na kuona nafasi ya Yesu na umuhimu wake. Damu ya mwanakondoo katika Pasaka ya Kiyahudi, siku ile ya kutolewa utumwani Misri, ilikuwa uthibitisho wa Mungu kulitambua taifa lake teule. Yesu Kristo mwanakondoo katika karamu hii ya mwisho anachukua nafasi mbili kwa wakati mmoja. Kwanza, kama sadaka itolewayo ambayo kilele chake ni kesho Ijumaa Kuu, na pili, kama mtoa sadaka ambaye kwa kiasi kikubwa ndiyo mtazamo wa shughuli nzima anayoifanya leo. Katika fumbo hili la sadaka na mtoa sadaka linawachanganya wanafunzi wake kwa sababu hawamuoni mwana kondoo. Tendo hili la kujitoa sadaka ni upendo uliotoka kwa Mungu kwetu sisi wanadamu. Yesu aliyakijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu huu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda wanafunzi wake waliokuwa katika ulimwengu waliopenda upeo. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza. Uhusiano huu wa Mungu Baba na Mwana unampa Yesu Kristo ujasiri wa kuijongea saa hii bila shaka yoyote, kwani anajua yote kisha jikabidhi kwa Mungu Baba na anafanya kwa sifa na utukufu wake. Yesu hali akijua kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Injili ya Yohane sura 13 aya ya 3. Ndugu yangu, ni katika hali hii Yesu Kristo anakubali kuvua umungu wake na kutwaa utumwa ili wewe na mimi tuwe tayari kujinyenyekesha mmoja kadiri ya wito wake. Tendo hili la kuvua umungu wake linatufanya na kuyavua mavazi yake na kujifanya mtumwa kwa kuwatawadha wanafunzi wake mguu. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 4. Kwa upendo na mfano wa kutumikia, anajishusha chini kabisa sawa na mtumwa na kuacha utukufu wake na sifa zote kwa ajili yangu na wewe. Ni upendo wa ajabu. Hivyo baada ya tendo hili Yesu anatoa agizo, basi ikiwa mimi niliye Bwana na Mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa ninyi kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 14. Ndugu yangu, hiki ni kielelezo cha utumishi usio na faida. Ni kufanya na kutenda kila mara lililo jema bila kutarajia ujira wa pekee wala sifa au shukurani kwa binadamu. Ni kujihesabia kuwa umefanya kile tu unachostahili kufanya katika utimilifu wake. Na Yesu anasema, vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi ni watumwa wasio na faida, tumefanya tu yatupasayo kuyafanya. Injili ya Luka sura ya 17 aya 10. Leo ndugu zangu, Kristo anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hapa ndipo penye kiini na chimbuko la uzima wetu. Tunaposhiriki mlo huu tukiwa safi na mastahili yake. Yesu akawaambia, na nukuu, mimi ndimi chakula chenye uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 36. Tunapata uzima huu na neema zake tunaposhiriki mwili na damu yake Yesu Kristo tukiwa safi. Mtume Paulo anasisitiza jambo hili kwa kusema, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 26. Ndugu zangu wapendwa, twaitangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo, kwa sababu hii ni agano jipya kati yetu na Mwenyezi Mungu. Kristo akiwa ndiye muhimili mkuu. Anasema Mtume Paulo, anaendelea, kikombe hiki ni agano jipya
katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura 11 aya ya 25. Ndugu yangu, leo pia ni kwa namna pekee Yesu Kristo anaweka rasmi sakramenti ya daraja takatifu, sakramenti ya upadirisho, kama mwendelezo wa huduma, uhai na upatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Kwa kusimikwa kwa daraja hili takatifu, mwendelezo na kazi yake Yesu Kristo aitafifia hadi mwisho wa nyakati. Hebu tuulize, je, padre ni mtu wa namna gani? Wapendwa, kwa namna pekee padre ni Kristo mwingine, anaitwa Alter Christus. Padre hufahamika kwa kile afanyacho. Kwa kinywa chake anaweza kutamka maneno ya Bwana, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6. Padre ni mtumishi wa Mungu anayejitoa sadaka kwa ajili ya uokovu wa watu wa Mungu. Licha ya sadaka hiyo, padre ni mwanadamu kama wanadamu wengine, aliyetwaliwa kati ya watu kwa mambo ya muhusio Mungu. Maandiko matakatifu kutoka waraka kwa Ibrania yanatuambia hivi, na nukuu, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Waraka kwa Ibrania sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 3. Kama Kristo mwingine, hakuna mtu anayependwa sana na kuchukiwa sana kama padre. Lakini padre ubaki kuwa chumvi na mwanga wa dunia. Kuchukiwa kwa padre ni kutokana na kuyatenda mambo ya muhusio Mungu yanayopingana na mambo ya ulimwengu huu. Yesu Kristo anasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Injili ya Yohane sura 17 aya ya 14. Wapendwa, tusisahau kwamba padre hata baada ya upadirisho wake anaendelea kuwa mwanadamu, na hali ya kibinadamu ni hali ya unyonge, uchovu, kushawishika pamoja na kukata tamaa. Kumbe si halali. Moja, padre kukasirika, watu kukasirika wanapomwona padre mnyonge kama wao. Namba 2, si halali kuwadai mapadre kuwa na akili kama akili za malaika. Kumbe si halali. Namba 3, kutaka upendo wao uyeyushe ugumu wa kila mkosefu au wawe na ufundi wa kutatua matatizo yote ya maisha. Wapendwa, padre ni upendo wa Mungu. Palipo na huzuni, padre huleta furaha. Pasipo na haki, padre huleta haki. Kwa vijana, padre huwatia moyo na kuwafundisha fadhila mbalimbali. Padre ni utii kwa watu wote na kufikika na wote. Padre ni uaminifu. Padre ni moyo wa uwajibikaji na heshima kwa watu. Ndugu yangu, wanaoteuliwa kuwa mapadre ni viumbe wanyonge wanaoshiriki unyonge wa ndugu zao, na hii inawawezesha kuwaombea ndugu zao bila unafiki. Padre ni zawadi kwa Mungu, ya watu kwa Mungu. Padre hutoa zaidi na kupokea kidogo. Zaidi ulipa chuki na minongono. Kwa sadaka yake padre inabidi apate heshima. Ni mtu anayemwakilisha Kristo. Kama Mtakatifu Francisco anavyosema, kama ningekutana na malaika pamoja na padre, ningeweza kumsalimia kwanza padre, kwani malaika ni rafiki wa Mungu.
na padre ni mhudumu wa Mungu. Heshima heshima ya padre inatamkwa wazi na Bwana wetu Yesu Kristo, na nukuu, awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakataaye ninyi anikataa mimi, naye anikataaye mimi amkataa yeye aliyenituma. Injili ya Luka sura ya 10 aya 16. Wapendwa, malaika hufuata pale Mungu alipo, lakini Mungu hufuata pale padre alipo. Mtakatifu Yohane Maria Vianney anasema, acha eneo na sehemu yoyote bila padre kwa miaka 20, matokeo yake kuwa watu wataanza kuabudu wanyama. Padre kwa kanisa ni zawadi kubwa kuliko zawadi zote zitolewazo. Ndugu zangu wapendwa, mambo haya matatu tuliyoyaona leo katika karamu hii ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo na wanafunzi wake ni jumuisho la upendo uliotukuka, utumishi na unyenyekevu uliotukuka, na uhai wa umilele tuupatao tunaposhiriki chakula hiki kitakatifu. Hivyo basi ni vema tukamtafakari sana kondoo katika mahusiano yetu na wenzetu. Kondoo ana tabia moja ya pekee kupita wanyama wote. Licha ya upole wake, kondoo hufunika mavi yake kwa mkia wake. Kwa maana hiyo, tunajifunza kubeba aibu za wenzetu katika hali ya unyenyekevu kuelekea ukamilifu, licha ya kwamba sisi si wakamilifu. Kristo kama mwanakondoo wa Mungu anakubali kubeba aibu yetu, hata kufa kifo cha aibu msalabani, licha ya kwamba hakustahili kufanya hivyo. Ni upendo wa ajabu kwetu wanadamu, na tunafundishwa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tuendelee kuyashikilia haya mafumbo matakatifu, kupitia kwayo tuweze kupata uokovu. Nawatakia Alhamisi kuu njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Padre Moses Juhudi kutoka Parokia ya Kimiza, Jimbo Katoliki la Kayanga.